Warigani Tanzania, hii ni Egowasu TV sauti ya jamii. Karibu katika mwendelezo wa kuzidi kuletea matukio pamoja na habari mbalimbali ziwe ni za biashara na uchumi, michezo na burudani, siasa pamoja na habari za kijamii. Usiache kutembea katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii, iwe ni Facebook, Instagram, Twitter yani X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Egowasu TV, lakini hakikisha kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share. Mwisho kabisa usiache kusubscribe ili kuzidi kujipatia habari moto moto kutokea hapa Egowasu TV sauti ya jamii. Mimi nashangaa kwa tukio la leo linalofanyika baina ya mambo ya siasa haya. Mimi nashangaa kwa mfano diwani wa Nyamatare. Hii kata ya Majita Road ni kata ambayo haimuhusu. Hawa wanaofanya biashara ni wafanya biashara wadogo wadogo. Hili sio genge na hili sio soko, hili ni genge la muda mchache. Kwa hiyo hawa mama hao unaona wanauza hapa kwenye genge sio wamama waliokuwa kwenye masoko, ni wamama ambao walikuwa wanafanya biashara mtaani. Kwa hiyo baada ya kupata hii fursa ya kuja kujikusanya hapa, tumefurahi kupata eneo la mkusanyiko ambao ni genge sio soko rasmi. Kwa hiyo mimi nilichokuwa nakisema, tuachane na mambo ya siasa. Kama Masumbuko anang'ang'ania hili soko hili genge liame liende Nyamatare, hii kata ya Majita Road haimuhusu. Hii haimuhusu, inamuhusu diwani wa wapi? Diwani wa Mwisenge. Unaona, kwa hiyo sisi tunachokisema, tunachokiomba, awe ni mkurugenzi, awe ni viongozi wa serikali, DC, sisi tunachotaka kukisema, hawali ili likuwepo ni genge la muda mrefu, kwa sababu mambo ya kisiasa wakaamua kulihamisha kulipeleka. Lakini tunachokija kuona, hawa mama wote waneuza hapa kwenye genge la Majita Road sio wamama ambao waliokuwa wanauza kwenye masoko, hapana. Nitaweza kuwatetea kwa sababu hao mama ni wale walikuwa wanauza mtaani kwenye vichochoroni. Kwa hiyo baada ya kupata fursa ya kuja kwenye eneo la mkusanyiko, tunashukuru hata serikali inapata mapato. Kwa hiyo tuachane na mambo ya siasa, tuachane na mambo ya nini. Kwa hiyo tunachokihitaji na kingine tunachotaka kuambia, labda tusiachane na mambo ya siasa. Hawa hapa mnawaona wamama, sio kwamba ni watu wanaanza biashara asubuhi. Ni muda mchache, wanaanza kuanzia saa 12 jioni, saa 3 wamemaliza. Kuna ubaya gani wenyewe wasifanye biashara? Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema, tuachane na mambo ya siasa, tuangalieni wananchi wanachokihitaji. Hata hao mama wana haki ya kufanya biashara hapa. Kwa hiyo tuachane mambo ya uonevu, tuachane mambo ya siasa. Hii kata inamhusu Mato, na hii kata inamhusu Mato, sio mtu wa mtu mwingine. Kwa mfano, mwandishi wa habari, haiwezekani mtu anatoka Makoko anaenda Kigera anasema kwamba sitaki soko liwepo au genge liwepo Kigera, mweti muje mfanye Makoko. Hiyo ni kitu ambacho hakipo. Kila mtu diwani anapambania kata yake. Kwa hiyo mimi sina mengi ya kusema. Hawa mama wataki kunyanyasika, hao ni wapiga kura, ni wananchi, wanahangaika na wana watoto, wanahitaji familia zile. Kwa hiyo haina haja kuweza kuangalia. Mimi sina mengi ya kusema, basi asanteni. Kwa majina naitwa Ngara Bwire Serere, ni mkazi wa Mwisenge. Hii kata ni ya Mwisenge na ni kata maarufu katika kata zote 73 Msoma mjini. Ninashangaa, hata mimi ninasikitika, tunanyanyaswa. Sisi tulikuwa tunafanya biashara pembezoni mwa barabara, tunatembea mitaani, tulikuwa hatuna genge lolote lile la kujistiri. Lakini diwani wetu ametupambania, ametuwezesha, akatuambia kwamba ili genge la Majita Road tuwe tunafunguliwa saa 12 mpaka saa 3 usiku. Tunaondoka, tunatafuta na sisi tunajitafutia, na tuna mikopo hapa tulipo. Watoto wetu wanatutegemea, tuwatafutia watoto wafanya nini, wapate kusoma na wapate kujikidhi katika maisha yetu. Ninashangaa sana diwani wa Nyamatare ang'ang'ane na kata yake Masumbuko, ambaye ni Masumbuko, ang'ang'ane na kata yake ya Nyamatare. Hii ni kata ya Mato Kuboja, kata ya Mwisenge, kata maarufu. Yani tunashangaa tena. Hili swala nilitaka kuliongea kwa mwenezi, alikuwa amekuja majuzi, nikaona viongozi wetu walikuwa wameshatupambania, wameshatuararishia kwamba tunaendelea kufanya biashara. Tunashangaa leo tunakuja kuambiwa kwamba hamna genge hapa. Tunataka tupelekwe Nyamatare. Haiwezekani tukatoka katani kwetu tukaenda kuingiza mapato kata nyingine. Yani hiyo haiwezekani hata kamwe. Yani haiwezekani. Tunaomba
uongozi wa juu tuangalie na sisi wa maisha ya chini, wakazi wa Mwisenge hatuna soko lolote. Hili ndo tunalolitegemea. Na hili ni genge. Tulikuwa hatuna chochote kile. Tunashukuru Mungu, diwani wetu ametupambania, tumepata genge. Na sisi tunataka tujikimu ili familia zetu zipate kuishi. Zawadi Peter Matayo ni mkaaji wa Mwisenge na diwani wangu ni Mato Kuboja. Lakini tunashangaa diwani wa Nyamatare anapokuja kututoa kwamba hapa tuende kuuza wapi Nyamatare. Na sisi jamani, watu angalia wajane, hatuna wanaume, tuna mikopo ya Samia. Kulipa imeshindikana, tuko tutangatanga mitaani. Kausha damu sina ya Samia. Kwa kweli jamani, tunaomba hata watu angalia sisi wajane, tunahangaika sana mitaani. Tunatembeza lakini hatuuzi. Bora leo hapa wametuambia kwamba tukae hapa jioni, lakini ni angalau kuliko mitaani. Jamani, tunaomba tuangalie pande zote mbili. Masumbuko kwa kweli tuingilie kata ya Mwisenge. Yeye akae Nyamatare na sisi tukae na Mwisenge. Na kura tunapiga Mwisenge. Masumbuko kwa kweli tumitaki hata bure. Na leo angekuwepo na leo tungepiga. Mbona tuingilia? Hadi kwa Mato mitano tena. Hapa mmoja afanya biashara Madita Road sawa. Pamoja na mimi mwenyewe nifanya biashara hapa sawa. Biashara yote naijua sawa. Soko la Madita Road imekuwa soko kongwe sana, mara vizuri. Na limesoko limekuwa na mvuto sawa. Tofauti na hapo Nyamatare hakuna soko. Umesikia? Soko limepita Shoroni, mara vizuri. Soko linakwenda kupanda basi, mtu anaposhuka mabili anashuka bidhaa, anasafiri zake anaondoka. Soko lizo kama mtaani imejificha sawa. Bado kuna waunu wanasogea. Kuna mtu anafanya biashara, soko lafungwa saa 2, hapa soko mpaka saa 5. Mara vizuri. Bado kwa soko saa 5, sasa watu mtu saa 5, kuna saa 2:30 watu wanakimbia. Ndio maana wananchi wanaumia. Watu wana nidhamu, wana familia, wanataka familia zao zile watoto waende shule. Ndio maana ya duni, ndio maana nikasemaje, tumshukuru mkuu wa mkoa au mheshimiwa mbunge atupe msaada. Wanachofanyaje? Warudishe soko, lifanyaje, litulie, fanye kazi. Umeelewa? Sio tofauti na hapo Tanzania. Jina naitwa John Charles Baraza. Kwenye mchakato unaoendelea kwa marumbano haya ya genge la jioni na soko ni vitu viwili tofauti. Tunachokiomba kwa serikali izingatie jambo kuu moja, kwamba ajue Nyamatare lile ni soko ambalo linaanza kazi kuanzia asubuhi mpaka saa 12 jioni. Hili ni genge linaloanza kazi saa 12 jioni mpaka saa 4 usiku. Ina haja gani ya mtu kuleta marumbano kwenye sehemu ambayo ni genge ambalo linastahili kukaa sokoni na eneo popote pale ambapo limeambiwa na serikali. Hii eneo limeambiwa na serikali kwamba wafanyabiashara wadogo wakae hapa kuanzia majira saa 12. Sasa jiulize kama wanakataa hili, kwa nini Lumumba ambapo rami ipo inatumika, alafu soko linakuwepo la jioni hapa Madita Road, nini kinashindikana? Waache figisu, wafanye kazi zao zinazowahusu katika majimbo yao na katika kata zao. Kama ni diwani wa kata ya Nyamatare, afanye kazi yake Nyamatare, Madita Road yaache kama Madita Road na kata ya Mwisenge, ili ifanye majukumu yake kwa ajili ya kujenga pato la Madita Road na kata ya Mwisenge. Asante kwa kuendelea kuichagua Egwasu TV, sauti ya jamii, kwa chanzo nambari 1 cha habari. Endelea kutufuatilia katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii ni Facebook, Instagram, Twitter, ni X pamoja na TikTok. Huko kote tunatambulika kama Egwasu TV, lakini hakikisha tu kwamba pindi unapoingia kwenye YouTube channel yetu una comment, una like, una share, mwisho kabisa usiache kusubscribe. Hii ni Egwasu TV, sauti ya jamii. Mimi naitwa Nado, chimba cha habari yupo Dakawa John. Egwasu TV, sauti ya jamii, nyuma kwa